Kuonyesha somo letu la pili, wana wa Mungu, sababu tumekwenda kuonyesha somo la kwanza. Tunasema ya kwamba kujitambua wewe ni nani, ili ujue Yesu kwa ni nani maishani mwako. Na hapo katika somo letu la pili tutakwenda kuonyesha sababu gani Yesu alikwenda kuwauliza wanafunzi wake, je, wanamtambua? Hilo ndio somo letu la pili tutakwenda kulisema kabisa katika jioni yetu ya leo. Sababu gani Yesu alipata mawazo ya kuwauliza wanafunzi wake, je, wanamtambua? Tutakwenda kuonyesha ya kwamba sababu zilikuwa nyingi sana, sababu zilikuwa tena nyingi, lakini sisi tutakwenda kuonyesha tu sababu 6 ambazo zilituma Yesu anakwenda kuwauliza wanafunzi wake, je, wanamjua? Sababu wakati alipokuwa nao aliwauliza, aliwatamani, akawachunguza akili zao na nia zao, pia akakwenda kuona imani zao jinsi zinavyoenda, mpaka akafikiria kwamba ni sharti awaulize. Sababu ya kwanza, Yesu alikwenda kuwauliza wanafunzi wake ili wapate kufikiria na kujua ya kwamba yeye Yesu alikuwa juu na alikuwa tofauti ya jinsi watu walivyokuwa wanamuwazia. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndipo maana wakati alipomuuliza, kuna wale walikwenda kusema, wananiuliza, wananiita mimi kuwa nani katika mitaa. Wamoja wakasema wewe nabii, wengine wakatoa majibu tofauti, sababu Yesu alikwenda kutambua ya kwamba hakika hawa watu nakuwa nao, lakini bado hawajanitambua. Na ni vigumu sana wewe ujue Yesu na kumtambua Yesu wakati wewe mwenyewe haujajitambua kuwa wewe ni nani. Hiyo ilikuwa ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, Yesu alipenda wanafunzi wake wakwende kujihakikisha imani yao kwake, kama vile Yesu Petro alivyokwenda kujitambulisha na kuhakikisha imani lake, kutambua ya kwamba wakati alipouliza ni Petro peke yake aliyotoa jibu sahihi ya kumtambua na kumjua Yesu. Petro akasema ya kwamba hapana, wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Na hapo Yesu alikwenda kusema ya kwamba Petro, si mwili wala damu ambayo inaweza kukufunulia maneno haya, lakini Baba yangu aliye mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Na hiyo ilikuwa ni sababu ya pili, ili wapate kujihakikisha imani yao kwake Yesu na kumtambua kama yeye alikuwa nani. Na neno letu la tatu, sababu ya tatu, huyu Yesu alipenda kuonyesha thamani ya imani kwa hali katika mambo yote, na kufuatana ya kwamba imani na sheria haviendani pamoja. Akapenda kuonyesha ya kwamba imani na kumjua Yesu ni kuwa pamoja na Mungu. Ni kuwa pamoja na Mungu ili upate kumtambua Yesu. Unaweza kuwa unaenda katika mambo isiyofaa, unafanya mambo yanakuwa tofauti, lakini unajua ya kwamba unampendezesha wanadamu. Unasimama, unaimba sana, unaruka sana, unahubiri sana, unacheza, lakini bado kama hujamtambua Yesu, ujue ya kwamba wewe mwenyewe haujajitambua. Ni sharti kwanza ujitambue, baadaye umtambue Yesu, na ukimtumikia katika haki na kweli, utakwenda kuona mkono wa Bwana. Hiyo ilikuwa ni sababu yetu ya tatu ambayo ilituma Yesu apate kuwauliza wanafunzi wake, je, mnanitambua na wananiita mimi kuwa nani mahali popote mnapokwenda? Sababu ya 4, Yesu alipenda kuwauliza hiyo sababu ya kujua namna gani kuwaonyesha kifo chake ambacho kitakuja, ambacho kinakaribia, na akataka kuonyesha ili wote wawe thabiti, wawe imara katika imani lao. Yaani Yesu alikwenda kuuliza swali hii ilikuwa ni kuwatayarisha kabisa na kuonyesha kifo chake ambacho baada ya siku kidogo itafika, na yule ambaye atakutaniwa ana imani na atambue Yesu ni nani, atakwenda kuingia katika majaribuni na atashinda safari. Hiyo ilikuwa ni sababu ya 4 ambayo Yesu limpelekea akwenda kuuliza wanafunzi wake kuwa, je, wananitambua mimi kuwa nani? Jina la Bwana libarikiwe. Na sababu ya 5, Yesu alikwenda kuwauliza wanafunzi wake ilikuwa ya kwamba aliuliza swali hii ya kwamba wananitambua, wananijua mimi kuwa nani. Alikwenda kujionyesha kwa wanafunzi wake kuwa ya kwamba yeye ni Mungu, na nyuma yake na mbele yake hakuna mwingine. Alitamani ili nao pia wapate kumwelewa na kumtambua. Akakwenda kuuliza swali hiyo, je, wananijua mimi kuwa nani? Na pia nakwenda kuuliza wewe, mtoto wa Mungu, wakati ulipomwamini Yesu Kristo, na wakati unatenda kazi ya Bwana, wakati unafanya huduma kubwa, wakati unahangaika usiku na mchana, je, unajitambua wewe ni nani, ili sasa upate kumwelewa Yesu maishani mwako ni nani? Si ajabu unaweza tumika kazi kubwa sana, unajitesa kabisa, unajikata mwili, unajiumiza katika mawazo na kazi ya Mungu, lakini bado uko mbali na mapenzi ya Mungu. Na ukiwa mbali na mapenzi ya Mungu, ujue ya kwamba pale vile bado hujamkubali Yesu Kristo na hujamtambua na kumjua Yesu. Sababu yetu ya mwisho ilituma Yesu apate kuwauliza wanafunzi wake. Yesu aliwauliza, alikwenda kuwaambia
ili wapate kujua ya kwamba baada ya siku fupi katika hali yake ya maisha, baada ya siku fupi yeye atakwenda kutoweka, atakwenda kuuawa, na baada ya kufa kwake yule ambaye atadumu na imani, yule ambaye atakuwa na mtambua, hatakwenda kushinda, hatakwenda kuwa mshindi, na hatakwenda kumaliza safari yake mzuri. Hata nikwambie, wakati moja nikapita katika mtandao, nikauliza mtandao mmoja, unaona mtu anashindwa kujielewa kuwa yeye ni nani, anashindwa kujua thamani kubwa ya kazi ya Yesu aliyoitenda. Sababu tutafika kuonyesha namna gani ukombozi ulikuja, namna gani Yesu alifanya hatua ya kukomboa pia wanadamu. Tutafika katika somo letu hilo, ili tunapenda kuonyesha mwanzo na kuanza kuonyesha ya kwamba watu wapate kutambua kwamba kuwa Yesu alikuwa nani na kujitambua wenyewe. Nikamuona anajiposti, wakati napopita anajiposti mara kwa mara uchi katika mitandao. Nikajiuliza, nikamuuliza, je, wewe unajijua wewe kuwa nani? Akaniambia yeye ni mtu, lakini nikamuona anafanya mambo ya aibu, anajiposti uchi, anajiposti. Hata wamama wakubwa wanakuwa saa moja unapita katika mitandao. Ukipenda katika asili ya zamani, mtu alikuwa anatamani na kujua hali ya mwili na umbili ya mtu mwingine wakati alipofika katika hatua ya kufanya ndoa. Lakini sasa hata mtoto mdogo akitamani kujua siri na kuona namna gani mwili unakuwa, anaingia katika mtandao Facebook, TikTok, YouTube, pala anakwenda kuangalia. Nikamwona yule mdada, nikamwambia kwamba hivi gisi unavyojifanya bado hujajitambua na hujajua kazi ya Yesu Kristo. Unajiposti uchi usiku na mchana. Je, aujiulize kama baba yako anaweza pita na chakuona? Aujiulize kama kaka yako, kama ndugu yako mwingine? Lakini haya unayoyatenda, unakuwa malaika mkubwa wa shetani, unakwenda kutangaza injili ya shetani. Lakini Yesu bado hajakuwa na lengo kubwa ya kukutia ili upande kujiposti na kujitia vitu vya aibu katika mitandao. Na yule dada alikwenda kusema, akakwenda kusononeka. Basi tunakwenda kusema, wana wa Mungu, tulikwenda kuonyesha neno letu la pili ni kwamba sababu ilizotuma Yesu apate kuuliza wanafunzi wake kuwa wanamtambua. Tunakuomba ulike, tunakuomba ujiabone masivima katika page yetu ya Facebook. Ukienda katika TikTok utatupata, ukienda katika YouTube utatupata. Upartage na ueme na uache komantere yako ili tupate kuendeleza injili ya Bwana mbele. Tunajua ya kwamba kupitia wewe hata wenye kuwa mbali watakwenda kujitambua, na hiyo itakuwa njema na utakwenda kubarikiwa pamoja na Mungu, pamoja na mtumishi wa Bwana. Amen.